Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na leo tunaenda kusoma katika kile kitabu cha Isaya sura ya 60 na ule mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi: malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme nao wakiongozwa pamoja nao. Sasa ni lugha ya kiroho ambayo ina picha ya rohoni. Inaposema ya kwamba na malango yako yatakuwa wazi daima, haya sio malango ya mwilini, ni malango katika ulimwengu wa roho. Yale malango katika ulimwengu wa roho yanapokuwa wazi daima, ananiambia kwamba Biblia inasema hayatafungwa mchana wala usiku, ni katika ulimwengu wa roho. Anasema ili kuleta ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Utajiri wa mataifa kwa maana ya kwamba watu mbalimbali, watu wa kabila mbalimbali wapate kuleta utajiri wa mataifa mbalimbali kwako. Unaongelea connection ya baraka ambazo zinaleta utajiri kwako. Anasema ya kwamba hayo malango lazima yawe wazi. Malango yakiwa wazi katika ulimwengu wa roho, ndipo watu wanapopata nafasi ya kuleta huo utajiri wa mataifa kwako. Sasa malango yanapokuwa wazi ama malango yanapokuwa yamefungwa, ni nini huwa kinatokea? Unaposikia kwamba malango yako wazi, inamaanisha watu wanapata access, wanapata namna kutayarakishwa ndani ya mioyo yao kupitisha baraka. Baraka zinaamriwa zipite kwako. Kama baraka zimeamriwa zipite kwako, zikiingia ndani ya maisha yako, lazima zikute katika ulimwengu wa roho malango yake ama malango yako yako wazi. Sijui kama unanielewa. Nataka unielewe vizuri, manake ni mtu wa rohoni tu ndio anaweza kunielewa, na ukiona unanielewa ujue wewe ni wa rohoni, kwa sababu mambo ya rohoni hutambulika kwa mambo kwa roho wa Mungu. Kwamba tunaposema ya kwamba malango yako wazi, kwamba kunayo nafasi ya watu kutayarakishwa. Kutayarakishwa ni kwamba wanasukumwa ndani ya mioyo yao. Kama unafanya biashara fulani, wanasukumwa ndani ya mioyo yao, watu nao wajua na watu sio wajua, kuja kununua kwako. Huko ndio utajiri wa mataifa unakuasilia, lakini malango yako wazi, watu wanatayarakishwa kuja kwako. Watu wanasukumwa kufanya kazi na wewe. Watu wanasukumwa kukusuggest ama kukuappoint ama kukuchagua wewe kwamba utafaa kufanya jambo fulani. Hapo ujue malango yako yapo wazi. Na tunaposema malango yako wazi, hautachaguliwa kwa elimu yako, hautachaguliwa kwa kujulikana kwako, hautachaguliwa kwa undugu ulio nao na watu. Hapana, kwa sababu malango yako wazi, utajiri wa mataifa mbalimbali, yani watu wanaokujua na watu wasiokujua watatayarakishwa kuja kufanya biashara na wewe, kuja kuleta utajiri kwako. Sasa mtu anaweza kawa na dhani ya kwamba mimi nina uchumi wangu, kwa hiyo haya malango ni nini? Mbona mimi nina fedha zangu? Mbona nina kazi yangu? Haya malango yafunguke kwangu kivipi? Miaka ya nyuma nilishawahi omba maombi kama haya kwa ajili yangu mimi binafsi. Halafu nilipokuwa ninafanya biashara zangu, nilikuwa nafanya biashara kwa hali ya kawaida kabisa. Lakini siku moja, ninaposema kwa hali ya kawaida ni kwamba ninafanya biashara, ninaridhika ya kwamba nimeshafanya biashara niliyokuwa naitaka kuifanya, nimeshapata faida niliyokuwa nataka kuipata. Sasa nikafanya haya maombi ya kwangu binafsi kabisa. Siku hiyo niko kwenye mfungo, Mungu akanisisitiza sana, nikawa napata msukumo wa ndani wa kuyafanya maombi haya, kwamba malango yangu yawe wazi,
yawe wazi. Nakumbuka nilisoma sura hii, lakini pia Mungu akanipeleka kwenye ile Zaburi ya 24 ile ambayo inasema inukeni enyi malango, vichwa vya malango inukeni, mfalme wa utukufu apate kuingia. Nikasoma na ile kwa msukumo wa ndani sana, nikawa nafanya maombi yangu binafsi, lakini mstari mama ulikuwa ni huu ya kwamba utajiri wa mataifa uniwasilie. Sasa mara baada ya kuwa na msukumo wa namna hiyo, nikaomba. Nilikuwa kwenye mfungo siku hiyo, nikaomba jioni, namaliza nikamshukuru Mungu, lakini nikawa sielewi nini kinatokea. Mbona mimi kama malango yangu yako wazi? Mbona kama biashara zangu nafanya? Mbona kama target ya profit yangu naipata? Hivi ni nini hichi kinaendelea? Sasa baada ya muda mfupi tu, nadhani siku moja mbili, ghafla nikapokea phone call kutoka nje ya Tanzania. Halafu baada ya hapo kukawa tu kuna namna watu wanataka kufanya kazi na mimi. Hasa mimi nikawa najiuliza, hawa watu wamepataje namba yangu? Halafu akawa ananiambia kwamba tumekutafuta kwa siku nyingi sana, lakini kila tulipokuwa tukikupigia simu zako zilikuwa hazipatikani. Nikawa najiuliza, mimi desturi ya kuzima simu sina. Simu zangu zilikuwa kipindi hicho, hauwezi ukaniambia eti simu labda ina changamoto yoyote. Hawa watu namba moja, kwa nini walikuwa wananipigia simu na display kwamba haipatikani na wakati ipo hewani? Hiyo ni swali la kwanza. Swali la pili, hawa watu wamepata wapi namba yangu, wameipata wapi? Likawa ni swali langu la pili. Swali langu la tatu, nikaangalia, mbona hiyo aina ya biashara unataka kufanya na mimi, mbona kuna watu wengine wako bora zaidi yangu? Kwa nini wasingewataka hao? Na wanawataja, lakini mbona hawajawa ni chaguo lao wakisema wakafanya na watu hao? Na wanawataja kwamba kuna mtu huyu na huyu, lakini tumeamua tufanye na wewe. Unauliza, mbona mimi mwenyewe najua huyu ni bora zaidi kuliko mimi, inakuaje? Yani kipindi najiuliza hayo maswali matatu, Bwana akanifunulia moja kwa moja, akaniambia huo ndio utajiri wa mataifa, na ulipokuwa ukitafutwa haupatikani, malango yako hayakuwa wazi. Malango yako yalipofunguliwa, hawa watu wamepata kukufahamu, kukupata. Hawa watu wamepata access ya kuja kwako moja kwa moja. Issue ilikuwa sio kupatikana ama kutokupatikana kwenye simu, issue ilikuwa ni malango yalikuwa yamefungwa. Kwa hawa watu kila walipokuwa wanajaribu kunitafuta, simu zangu ziko on lakini hazipatikani kwao, kwa sababu malango yangu yalikuwa yamefungwa katika ulimwengu wa roho. Hasa nikiambiwa hiyo fedha ambayo naenda kuipata kwenye hiyo biashara, halafu nikiangalia na ile fedha ndio kwa nimeridhika nayo kwenye mzunguko wangu, ni mashariki na magharibi, yani ni vitu viwili tofauti. Hapo ndipo Mungu akanisemesha, akasema hivi, huo ndio utajiri. Yani akawa ananitafsiria, kwa sababu amesema utajiri wa mataifa ukuasilia, akasema huo ndio utajiri. Yani alikuwa ni malango, lakini huo ndio utajiri. Utajiri maana yake nini? Tofauti ya hiyo kitu ambayo nilikuwa naipata, ilikuwa inanipa neema zaidi kuliko hiyo ambayo nilikuwa nayo. Kwa Mungu ananifafanulia na kunitafsiria ya kwamba huo ndio utajiri. Kwa unaweza ukawa uko kwenye biashara yako, alafu ukasema mbona mimi napata faida, lakini bado hujakutana na utajiri ambao Mungu anakusudia. Unaweza ukawa kwenye umeajiriwa, lakini unajivunia sababu mimi nina cheo, lakini bado hujakutana na utajiri. Yani mimi niliridhika kutokana na namna fedha nilivyokuwa naipata, ilikuwa inaniwezesha kufanya mahitaji yangu yote, lakini kumbe nilikuwa sijakutana na utajiri. Kwa nilipoyaomba maombi haya kipindi hicho, Mungu sasa ndio rasmi akanifungulia utajiri. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, Bwana akufungulie utajiri, ukaone, ukaifeel ile hali ya kwamba kuna milango mikubwa imefunguka kwako, inaweza kukupa wewe nafasi ya kununua unachotaka, kupata maisha unayoyataka, kuishi mahali unapotaka. Lazima kuwa kuna neema. Mungu aachilie utajiri wake ukujilie. Ukija utajiri wake Mungu kujilia, ni lazima pia ukutane na milango iliyofunguliwa. Hivi ni vitu vinavyotegemeana. Mungu anaweza akaachilia utajiri, lakini milango ikawa imefungwa. Ni sawa na mimi, wale watu walikuwa Mungu ameshaachilia utajiri kwangu, utajiri wangu ulikuwa umeshaachiliwa kwao, na ndio maana wakawa wananijua ya kwamba kuna mtu mmoja Tanzania naweza tukafanya naye, lakini wanajaribu kunipigia simu, milango imefungwa, hawanipati.
Huwezi jua ni wangapi hawakupati kwenye simu yako, lakini Bwana akupe neema leo kwa jina la Yesu. Milango yako ikafunguke, malango yako yakawe wazi, utajiri wa mataifa kwa kuwasilie. Bwana akupe neema kwa jina la Yesu. Upate neema machoni pa Bwana, upate neema ya Bwana maishani mwako. Nataka tuende mbele za Bwana tukaombe, Mungu akafungue utajiri, malango yakawe wazi, utajiri wa mataifa ukakuwasilie leo. Wafalme wakawa wanaleta utajiri huo vifuani mwao, wakuletee malangoni kwako. Ni jambo la kiroho sana katika ulimwengu wa roho, ni lugha ya kiroho sana ambayo si kila mtu anaweza kapata neema ya kuielewa, lakini kama umepata neema ya kuielewa, basi Mungu akupe hiyo neema leo ya kufunguliwa hayo malango. Tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, tunakuja mbele zako kwa toba katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mahali ambapo milango yetu kwa namna fulani tuliisababisha ikawa imefungwa, Mungu liye hai, tunaomba leo toba, ututakase kwa damu yako na hisopo yako, tuwe weupe kuliko theluji, ukaifungue ile milango iliyofungwa mbele yetu, tupate neema machoni pako katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninaita milango yako Roho Bwana unayoachilia katika ulimwengu wa roho na kuifungua machoni petu, Bwana, ile milango yetu inayoruhusu baraka kutujilia, baraka mbalimbali kutuwasilia. Mungu liye hai, ninaomba kwa jina la Yesu, na malango yetu yakawe wazi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kuleta utajiri wa mataifa. Mungu liye hai, malango yetu yakawe wazi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, na malango yetu yakafunguke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Utajiri wa mataifa ukatuwasilie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Magharibi na mashariki zikaachilie malango yake, kaskazini na kusini zikaachilie malango yake. Malango yetu na yakawe wazi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Utajiri kutoka pande zote za dunia, utajiri kutoka nchi zote za dunia, utajiri kutoka kwa watu wote tunaowajua na tusiowajua, utajiri wa mataifa ukawasili leo malangoni petu. Utajiri wa mataifa ukawasili leo malangoni kwa mtoto wako huyu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, ninakushukuru kwa neema na rehema. Asante kwa maana na malango yetu yako wazi daima kuleta utajiri wa mataifa. Bwana, hakutakuwa na vizuizi katika ulimwengu wa roho, hakutakuwa na vipingamizi katika ulimwengu wa roho, kwa maana hiyo milango inafunguka asubuhi ya leo, kwa maana hiyo milango inafunguka siku ya leo. Tukatembea kwenye utajiri wako Bwana, tukatembea kwenye nguvu zako, maana umesema fedha na dhahabu ni mali yako. Tutembee kwenye utajiri uzidio sana, tutembee kwenye utajiri udumuo sana kwa vizazi hata vizazi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, ninaenda kinyume na roho ya kufilisika, ninaenda kinyume na roho ya kutapanya, ninaenda kinyume na roho ya kupoteza. Akaunti ya watoto zako zikawe na matuo katika jina la Yesu. Hapata kuwa na namna fedha ama utajiri utaingia na kuondoka. Baba, ninaomba neema yako ya matuo katika jina la Yesu. Watoto wako watakapopata walivyovipata, vipate kutulia katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, vipate kutulia katika maisha yao siku zote kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa maana hakutasikikana tena mahangaiko, hakutasikikana tena hali ya kukosa. Lack haitakuwepo, ukosefu hautakuwepo, bali kutakuwa na utele na roho ya ongezeko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako. Asante kwa maana milango na malango viko wazi kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaishika sadaka yako ya kuweka malangoni kwako. Mungu akaiangalie hiyo sadaka malangoni, halafu hiyo sadaka ikalete wafalme, ikalete mataifa kukuletea baraka na utajiri hata vifuani mwako. Basi ninamwomba Bwana akupe neema. Unapoiachilia sadaka, utoe sadaka ya maelekezo Mungu anayokusemesha
basi Bwana akakupe neema ya kusikia sauti ya kusemeshwa kwako. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713 842123 au 0744 982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.